Ushauri wangu ni huu: kama wewe ni binti umefikisha miaka 30 na kwenye miaka hiyo 30 huna hata yule wa kukwambia nakuja wiki ijayo kwenu kujitambulisha, au nakuja mwezi ujao nivumilie na kuja kujitambulisha kwenu kwa wazazi wenu ama kwa ndugu zenu, ninachokushauri, rudi magotini mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nisaidie unitengeneze kinywa changu upya ili nijue namna ya kuwajibu vijana, kwa sababu chanzo kikubwa cha mabinti wengi kushindwa kupata wenza wao wa maisha, chanzo kikubwa kinaanzia kwenye midomo yao, jinsi wanavyowajibu vijana. Na kingine, kama we ni binti, ukiona kuna kundi la vijana 2, 3, 4, 5, 6, 10 wako sehemu wanadiscuss mambo yao, alafu ukapita bila kuitwa ama kusemeshwa, wengine wanasema bora ukaoge dawa. Lakini mimi nakushauri, rudi magotini pa Bwana na umuombe kibali tena upya, ambacho pengine kimeathiriwa na midomo yako, namna unavyoropoka. Ukifikiri kwamba au vijana ambao unaona kwa muda huu kwamba labda ni maskini au waeleweki, wanataka matajiri wenyewe walianza kama hawa. Kwa hiyo jifunze namna ya kuwajibu vijana, haijalishi kijana yuko kwenye muonekano gani, lakini ili mradi ni kijana. Kama wewe ni binti, ishi na hii. Usipoishi nayo majuto yako kando kando na wewe. Mungu akubariki. Ushauri wangu ni huu: kama wewe ni binti umefikisha miaka 30 na kwenye miaka hiyo 30 huna hata yule wa kukwambia nakuja wiki ijayo kwenu kujitambulisha, au nakuja mwezi ujao nivumilie na kuja kujitambulisha kwenu kwa wazazi wenu ama kwa ndugu zenu, ninachokushauri, rudi magotini mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nisaidie unitengeneze kinywa changu upya ili nijue namna ya kuwajibu vijana, kwa sababu chanzo kikubwa cha mabinti wengi kushindwa kupata wenza wao wa maisha, chanzo kikubwa kinaanzia kwenye midomo yao, jinsi wanavyowajibu vijana. Na kingine, kama we ni binti, ukiona kuna kundi la vijana 2, 3, 4, 5, 6, 10 wako sehemu wanadiscuss mambo yao, alafu ukapita bila kuitwa ama kusemeshwa, wengine wanasema bora ukaoge dawa. Lakini mimi nakushauri, rudi magotini pa Bwana na umuombe kibali tena upya, ambacho pengine kimeathiriwa na midomo yako, namna unavyoropoka. Ukifikiri kwamba au vijana ambao unaona kwa muda huu kwamba labda ni maskini au waeleweki, wanataka matajiri wenyewe walianza kama hawa. Kwa hiyo jifunze namna ya kuwajibu vijana, haijalishi kijana yuko kwenye muonekano gani, lakini ili mradi ni kijana. Kama wewe ni binti, ishi na hii. Usipoishi nayo majuto yako kando kando na wewe. Mungu akubariki.